Shirika la umeme ni mtoa huduma, lakini pia tuna wateja au wananchi, na kumeibuka kwamba kwa kujisahau ama kwa kutokudhamiria, wakati mwingine tuseme, kumekuwa kuna lugha ambazo si nzuri ambazo zimekuwa zitoka kwa wateja kwenda kwa wahudumu. Ikumbuke tu ya kwamba katika kurahisisha huduma zetu tumeweka kituo chetu cha kuelea miito ya simu, tunakiita ni call center. Kituo hichi kazi yake kubwa ni kupokea taarifa za wateja. Wale ambao wamepata hitilafu, basi watapiga namba yetu ile ya huduma kwa wateja, na watendaji wetu watapokea kuzika taarifa zao na kuwapatia mafundi ili mwananchi huyo au mteja wetu huyo aweze kutatuliwa shida yao. Lakini kama tunavyojua, huduma ya umeme ni huduma ambayo ni ya kilazima kwa sasa na sio huduma ambayo ni luxury, kwa kila mtu amekuwa akihitaji kwa wakati sahihi. Sasa pale ambapo inakosekana, baadhi yetu tumekuwa tunashindwa kuwa wastahimilivu na kuweza kutoa maneno ambayo si mazuri kumwambia binadamu zako. Kwa nyepesi tunasema ni maneno ya kimatusi, hali ya kuwa inapelekea sasa kuweza kumvunjia utu kwa yule mtu wa huduma wetu. Kwa hiyo ni mambo ambayo yameshamiri, yamekuwa kwa muda mrefu yanajitokeza. Tutoe rai na tuchukue fursa hii kueleza kwamba si jambo jema. Kumbuka kwamba yule mtu wa huduma ni binadamu, ana wazazi na wengine watu wazima kabisa, wana familia zao. Kwa hivyo kumtukana mwenzio ni jambo la uvunjifu wa sheria. Kwa hivyo kabla kuchukua hatua za kisheria, basi tuweze kuelezana kwamba ni vyema, tunafahamu kama watu wa huduma ni haki yako mteja kuweza kupata huduma kwa wakati, lakini kumbuka na wewe wajibu wako ni kutupatia taarifa. Lakini pia ujue mazingira yetu ufanyaji kazi, basi tuwe na subra ili kuona kwamba na kuamini kwamba tutahudumiwa kwa wakati ambao unafaa. Kwa hivyo sheria zipo za uvunjifu wa sheria katika namna kama hii. Kwa hivyo nasi sasa hivi tumesema kwa yote yule ambaye atakuja kuthubutu kuendelea na jambo kama hili ama kuendelea kulifanya hilo, basi tutachukua hatua za sheria kuona kwamba kila mmoja anapata haki yake. Tunakiri kwamba hitilafu au changamoto za utoaji huduma wakati mwingine zipo, lakini bado haipaswi wewe kuchukua hatua za kuweza kumkana mtendaji, kumkana mfanyakazi wa shirika la umeme, au pengine tu labda yeye mfanyakazi wa shirika la umeme labda kumtolea maneno ya kejeli au maneno yasiyofaa wewe mteja ambao labda wakati huo umeweza kusirika ama kuweza kutoa maneno makali. Kwa hivyo tukumbushane kwamba kila mmoja ana haki na kila mmoja pia ana wajibu. Kwa hivyo kila mmoja wetu aweze kusimama katika nafasi yake. Tunafahamu kwamba wajibu wetu sisi shirika la umeme kupatia huduma wewe, ndiyo haki yako wewe kupata huduma yao. Lakini pia wewe una wajibu wa kutoa taarifa kwetu sisi, basi na sisi ni haki yetu kupata taarifa. Na yote haya tukiyafanya kwa pamoja, basi tunaweza kujenga nyumba moja na kuweza kuboresha huduma zetu. Shirika la umeme lipo katika kuhakikisha kwamba huduma zake zinaboreka siku hadi siku, na sisi tumekuwa ni mashahidi na mashuhuda wazuri kwamba huduma za shirika la umeme kwa sasa zimekuwa zikimarika. Hitilafu zile za umeme kwa mdogo, hitilafu zile za umeme katika mara kwa mara, kwa kiasi kikubwa sana tumeweza kupambana nazo na zimeweza kurudi katika hali nzuri kabisa, na kila mmoja sasa hivi analala kwa amani bila kuwa na wasiwasi wa aina yoyote. Kwa hiyo tuendelee kushikamana, tuendelee kushirikiana, na tukumbuke kwamba shirika la umeme bila wewe mteja hakutakuwa na shirika la umeme. Tupo kwa ajili ya huduma na tupo kwa ajili kwa hudumia, ili kuona kwamba maendeleo ya nchi yetu yanakuwa siku hadi siku. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.